Naam, karibu tena kupitia Mbavu TV Online na asante kwa kupata muda mwingine ambao unatufanya tuweze kuja na kukusomea taarifa kwa yale ambayo yanayojiri. Na moja kati ya taarifa tuliyokuwa nayo inasema kuwa ni kutoka Fizi na rais wa Jumuiya ya Kiraia Baraka na kiongozi wa FAC wakamatwa na jeshi la FARDC. Karibu tuweze kusikiliza taarifa hii kwa kina zaidi. Viongozi wawili wa Jumuiya ya Kiraia na Biashara kutoka mjini Baraka wamehamishiwa kwenda Uvira. Taarifa hii inatoka katika vyanzo vya kiraia ambayo inasema kuwa rais wa Jumuiya ya Kiraia kutoka mjini Baraka Albert Itonda Maisha pamoja na kiongozi wa eneo wa shirikisho la makampuni ya Kongo FAS wamekamatwa na kuhamishwa katika mji wa Uvira. Kuna uwezekano mkubwa kwamba watahamishiwa mpaka kwenda Kishasa ndani ya muda mfupi tu na vyombo vya kiusalama. Na jambo hilo linakaaje, na vipi kuhusu shinikizo ya jambo hilo, na vipi kuhusu tuhuma ambazo wanazohusishwa zinasemaje? Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyokubaliana na wanaume hao wawili wanaotuhumiwa kwa kuhatarisha usalama wa taifa pamoja na kuwa na ushirikiano na kundi la waasi wa M23 AFC. Hatua hiyo imeibua malalamiko makubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na jamii ya wafanyabiashara na baadhi ya viongozi wa eneo hilo pamoja na mashahidi waliopo, huku wanapinga vikali tuhuma hizo kabisa, wakisema kuongezeka kwa shinikizo la kiusalama katika eneo la Fizi na mji wa Baraka. Aidha, ujumbe wa tahadhari unasambazwa katika eneo hilo unawashutumu baadhi ya viongozi wa serikali ya mkoa, maafisa wa FARDC na wanamgambo wa Kizalendo kwa kutumia matukio haya ya kukamatwa ili kunyamazisha sauti zinazokosoa mamlaka. Wapinzani wa hatua hiyo wanataja pia malalamiko ya mara kwa mara kuhusu usumbufu unaofanywa na vyombo vya usalama pamoja na tuhuma za matumizi mabaya ya kifedha zinazotengwa kwa ajili ya maendeleo ya maeneo ya utawala na ndani ya ATD. Kwa sasa mamlaka ya mkoa pamoja na uongozi wa kijeshi hawajatoa taarifa rasmi kuhusu thibitisho na sababu halisi za kuzuiliwa kwa watu hao au kujibu tuhuma zinazotolewa na jumuiya ya kiraia. Jambo hili linaleta utata kidogo, hususan kufuatia kesi ya mfanyabiashara na kiongozi msimamizi wa wafanyabiashara na kampuni ya masoko FAC. Mwanzo kabisa taarifa zilisema kuwa watu hawa walishikwa kwa lengo kuu na kusema kwamba ilikuwa ni chanzo kikubwa ilikuwa ni kuhusu barriere, kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea hususan katika mamlaka ya serikali ambao ni wanajeshi wanaweka barriere au wanaweka vizuizi ambavyo sio halali, na pia huku wakitoza hela ambazo ni kinyume na sheria, kwamba katika kijiji cha Katanga kwamba kuna baadhi ya bariere ambazo zinatoza pesa ambazo sizo halali, na ambao wanaosimamia bariere hizo ni wanajeshi wenyewe, ni wanajeshi wa FARDC. Hivyo basi wafanyabiashara wanapambana na kupambana ili mradi kuweka usawa katika jambo hilo, ili wapate unafuu wa kupitisha biashara
na kupata faida katika kile kidogo ambacho wanachokipata. Lakini pia tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa kijiji, viongozi wa kata mbalimbali wanakuwa wakiripoti swala hili la vituo vingi vya kutoza fedha, vituo vingi vya bariere, kwamba vingine sio halali, vingine vinahitaji vipunguzwe. Lakini jambo hili linakuja kuwa na mtafaruko kati ya viongozi wa kijiji na uongozi wa kijeshi, aidha uongozi wa kizalendo. Aidha jambo hili linalohitaji ni kwamba watu waweze kukaa chini na kuona nafasi gani na njia hipi ambayo inaweza kufatwa ikawa ni rafiki kwa wanajeshi, ni rafiki kwa wanajamii au raia kiujumla. Aidha jambo hili linalenga maslahi kwa upande wa wanajeshi, kwamba hapo ndipo wanapopata kipato chao, aidha tunaweza tukasema hivyo, kupitia kamba hizo, kupitia barieri hizo wanapata kipato kidogo, hivyo inakuwa ni vigumu kwao kutoa kamba hizo ambazo zinazuia na kutoza baadhi ya fedha. Lakini pia kwa upande wa jamii inakuwa inaleta hali ngumu ya maisha, sehemu ambayo ungelilipa 2,000 unakuja kulipa 5,000, unajikuta kwamba mzigo wako ambao unao haufikii faida ambayo ulioitoa pale, hela ambazo ulizozitoa. Lakini pia kwa mabodaboda inakuwa ni hali ngumu kwa mabodaboda, kwa kuwa wenyewe ni watu ambao wanafanya safari za kwenda na kurudi, safari za kwenda na kurudi. Hivyo anapokwenda na kurudi anatoa shilingi 5,000, hivyo inamlazimu tena kutafuta nyingine ili aweze kutoa. Kwa hiyo unajikuta kwamba inakuwa ni hali ngumu ya kimaisha na tunatengeneza umaskini kwa wanajamii. Hivyo basi inaomba majadiliano mazuri na kuona ipi njia sahihi ambayo inaweza kufatwa ili kutokomeza vitu hivyo. Hiyo ni moja. Lakini pili ni shinikizo ambalo jeshi limeweza kusema kwamba huenda watu hao wawili wanahusishwa na kushirikiana na vikosi vya waasi wa M23, lakini bado ushahidi haujaweza kutoka moja kwa moja kwamba wamefanyeje na ilikuwaje, lakini kulingana na asasi za kiraia zinaeleza kuwa wanapewa kesi ya kushirikiana na waasi wa M23. Na ikumbukwe kwamba kushirikiana na M23 ni kesi ngumu na ni kesi kubwa ambayo inaweza ikapelekea mtu kufungwa jela, aidha kupewa kifungo kingine ambacho kikamgharimu kwa muda mrefu. Hivyo basi vitu kama hivi sio vitu vya mzaha na sio kesi za mzaha, sio kesi za kukurupuka, ni kesi ambazo zinahusisha maisha ya mtu na vifungo. Hivyo basi ndio maana unakuja kuona watu wengi wamekuja kulalamika kuhusu kesi hiyo na kusema kwamba ichunguzwe na huenda hakuna uhakika na ukweli ndani yake. Hivyo basi inakuwa ni jambo ambalo binafsi inakuwa na utata kidogo, hususan kuhusu kesi ya huyo mfanyabiashara na kiongozi pia wa asasi za kiraia. Na pia tunakushukuru kwa wewe ambaye kila siku unazidi kutufuatilia. Endelea kutufuatilia kupitia peji yetu hapa Embavu TV Online. Basi tunakusihi